Wadau wa maendeleo nchini wameendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha sekta ya elimu kwa kuchangia miundombinu muhimu na kuhamasisha utunzaji wa mazingira, ambapo safari hiyo wamekabidhi madawati 100 kwa serikali ya wilaya ya Tabora na kukabidhi kwa shule ya msingi Usule iliyopo kata ya Usule wilayani humo, hatua inotajwa kupunguza changamoto ya upungufu wa madawati shuleni hapo, huku ikizidi kuimarisha mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mkuu wa shule ya msingi Usule Samson Shola amesema msaada wa madawati hayo umepunguza kwa kiasi kubwa changamoto ya wanafunzi kukosa sehemu za kukaa darasani, huku akibainisha uhitaji uliopo kwa sasa ili kukidhi mahitaji yaliyopo, jambo liloibua mwitikio wa viongozi wa serikali, wadau na wananchi waliohudhuria hafla hiyo na kuendesha harambee ya papo kwa papo kwa lengo la kufanikisha upatikanaji wa madawati yaliyosalia. Mimi nitachangia madawati 2 kwa kuanza. Kwa upande wangu nitachangia dawati 1. Sisi tuna kamati yetu hapa ya shule. Tutakaa tutazungumza tuone kwamba wazazi tutachangia madawati mangapi. Kwetu Puma Energy Tanzania tunaamini kuwa mafanikio ya kweli hayapimwi kwa ukuaji wa biashara pekee, bali pia kwa mchango chanya tunaotoa katika maisha ya watu na jamii tunazozihudumia. Tunajivunia kukabidhi madawati 100 kwa shule ya msingi Usule. Tunatambua kuwa mazingira bora ya kujifunzia yana mchango mkubwa katika kuwawezesha watoto kufikia ndoto na malengo yao. Shule hii inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo upungufu wa walimu 24, ukosefu wa vyoo vya walimu, upungufu wa vyoo vya wanafunzi na upungufu wa madawati 158. Lakini kutokana na msaada tuliopatiwa na kampuni ya Puma Energy madawati 100, hivyo tumebakiwa na upungufu wa madawati 58 tu. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni mkuu wa wilaya ya Tabora, Upendo Wela, ambaye amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika kuboresha miundombinu ya elimu nchini. Hivyo mafanikio haya yanapaswa kuungwa mkono na sekta binafsi pamoja na wadau wengine wa maendeleo ili kuhakikisha kila mtoto anapata mazingira bora ya kujifunzia yatakayomwezesha kufanya vizuri kitaaluma. Mahitaji ni makubwa. Sisi kama serikali tunafanya kulingana na fedha inavyopatikana. Na tayari halmashauri kupitia manispaa yetu chini ya mstahiki meya wametenga fedha kwa ajili ya kutengeneza au kurekebisha jambo hilo kwa kutengeneza madawati mengine, lakini inawezekana yasitoshi yote kwa wakati mmoja. Kwa hivyo bado ninaendelea kutoa rai kwa wadau wengine ambao wapo pia katika kata hii ya Usule. Tusisubiri pia wadau kutoka nje. Sisi wenyewe pia tuwe mstari wa mbele kuonyesha mfano. Kwa sababu tukifanya hivyo maana tunaboresha mazingira ya watoto wetu. Baadhi ya madawati yaliyobaki tutakaa sisi wazazi. Tunaweza tukajigao kila wazazi 4 wachangie dawati 1. Wazazi tuliopo. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Dawati 100 si mchezo. Wamejitoa kweli kweli. Na sisi hiki kiasi kilichobakia basi tujitoe na tujitume kweli kweli ili tuweze kufanikisha hili zoezi la kukamilisha madawati ya 150. Katika hatua nyingine, Puma Energy imezindua rasmi kituo chake kipya cha huduma za mafuta mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya mtandao wa vituo 100 vya kampuni hiyo nchini, ambapo mkurugenzi wa kampuni hiyo Bi Fatuma Abdallah amesema uwekezaji huo umeongeza upatikanaji wa huduma za mafuta katika mkoa huu na kufungua ajira kwa zaidi ya watu 30, hatua inayochochea ukuaji wa uchumi na kuongeza fursa za maendeleo kwa wakazi wa Tabora. Tunajivunia kwamba kituo hiki kimeajiri zaidi ya Watanzania 30 kutoka hapa mkoani Tabora, hivyo kuchangia ajira za moja kwa moja, kuongeza kipato cha wananchi na kukuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani. Aidha, shughuli zote katika kituo hiki zinaendeshwa na Watanzania. Na hapa baadhi ya wadau wa maendeleo nchini wanaeleza fursa zilizopo za uwekezaji mkoani Tabora. Umefunguka katika barabara, katika miundombinu na vile vile mkoa wetu jirani ambao Kigoma, kama mlivyoona Mheshimiwa Rais ameenda kuzindua SGR. Kwa hiyo naomba sana wazao wa Tabora
tuchangamkie sana hizi fursa na vile vile wageni. Apart from vitu ambavyo tumevizoea hapa Tabora, mambo ya tumbaku na asali, kuna madini ambayo mimi tayari nishaanza kidogo kidogo na nitaendelea kwa uwekezaji mkubwa hapa Tabora. Kwa hiyo pia nawakaribisha watu wengine ambao wanapoogopa Tabora au hawajapazoea, basi wafike kidogo, hata kama hawajafanya kazi waangalie. Kutoka mkoani Tabora, hii ni Dawl News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo _TZD. Shukrani.